yeye asiye na dhambi miongoni mwenu nawe wa kwanza kumtupia jiwe. Kristo tumaini letu. Wapendwa katika Kristo, sehemu ya Injili tuliyosikia ni kwamba Kristo anapelekewa mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi ili aweze kutoa hukumu, lakini hukumu yenyewe ilikuwa ni ya kimtego, kwa sababu alikuwa anatafuta namna ya kumshtaki. Na wanapotoa nafasi ya kutoa hukumu, maana yake kuna mambo mawili. Kwanza, Kristo aseme Torati imeandikwaje, na kama imeandikwa aliyekamatwa katika uzinzi basi apondwe mawe mpaka kifo, huruma yake ingekuwa wapi? Upendo wake kwa mwanadamu uko wapi? Lakini zaidi ya hapo, angekuwa amefanya kosa kwa kuvunja sheria ya serikali ya Warumi, ambapo katika sheria ya Warumi Waisraeli au Wayahudi hawakuruhusiwa kutoa hukumu hata kama imeandikwa katika maandiko matakatifu. Na ndio maana katika mashtaka ya Yesu, pale Yesu anapopelekwa kwa Pilato, anapoambiwa kwamba amehukumu na Pilato anasita kumhukumu, anawaambia kwamba ampeleke kwa Kaisari, na Kaisari tena anawarudisha kwa Pilato. Lakini na wao wenyewe Pilato anamwambia basi hukumuni kwa sheria yenu, na ndipo anajibu kwamba sisi hatuna mamlaka ya kuhukumu mtu yoyote isipokuwa kwa sheria ya Kaisari. Na kama wewe Pilato utashindwa kumhukumu huyu Yesu, basi wewe sio rafiki wa Kaisari. Tunaona kwamba ni namna gani Wayahudi wanavyotafuta ugomvi kati ya Yesu na serikali ya kikoloni, serikali ya Kaisari, ambapo angemhukumu katika kumponda mawe, basi Yesu angekuwa katika hatia, lakini zaidi angekuwa kinyume na mafundisho yake. Katika sura ya 10 aya ya 10, Yesu anasema kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Lakini zaidi ya hapo, katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya 17, anasema kwamba yeye hakuja kuhukumu ulimwengu, bali amekuja ili ulimwengu upate kukombolewa. Tunaona Kristo anaanza kushika au anatuonesha njia ya yale anayoyafundisha, lakini kwa namna ya pili, ambapo angesema basi aachiwe au wala asihukumiwe kwa lolote, aachiwe huru. Maana yake Yesu kama Myahudi anatenda kinyume na maandiko matakatifu. Maana yake hashiki sheria, hashiki neno la Mungu, hashiki vile vitabu vitano vya Torati ambavyo Musa aliwaandikia wana wa Israeli. Na moja ya sheria kukamatwa katika uzinzi ni kuuawa kwa kupondwa mawe, na si kifo cha aina nyingine. Lakini Kristo anatazama kwanza, anamtazama yule mwanamke, na tena kama tunavyoona mtu akiwa ameshikwa katika ugoni, katika uzinzi, anaachwa vile vile mtupu. Kwa hiyo akiwa katika aibu yake, Kristo anamtazama. Ameshushwa thamani yake ya mwanamke, Kristo anamtazama. Na yule mwanamke anapomtazama Kristo, ni moja tu lililopo katika akili yake: huruma. Na kama si huruma, basi ni kifo. Alikuwa amekwisha kata tamaa ya maisha yake, hakuwa tena na mwendelezo wa maisha yake. Aliyaona
maisha yake yamefika kikomo. Kristo anamtazama na baadaye anawaambia wale watu wengine, Mafarisayo na waandishi, anatazama nyuso zao zilizojaa aibu, lakini ndani yao wametenda mambo ambayo ni chukizo kwa Mungu, nao wametenda dhambi. Ndio maana Paulo anatukumbusha kwamba sote tumetenda dhambi na inatupasa hukumu. Nirudie tena maneno yale ya Yohane katika waraka wake wa kwanza kwa watu wote, sura ya 1 aya ya 8, anaposema kwamba anayesema hana dhambi anajidanganya bure, na wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo anapowatazama hawa wote ni wenye dhambi, lakini anapomtazama mwanadamu kwa ujumla wake, mwanadamu anakuwa ni mwepesi wa kuhukumu dhambi za watu wengine kuliko dhambi zake mwenyewe. Anakuwa ni mwepesi wa kusema mapungufu na madhaifu ya watu wengine kuliko madhaifu yake mwenyewe. Tuchukulie tu mfano mchache au mfano mmoja. Watu katika ndoa, baba na mama au mke na mume, ambao hawaelewani ndani ya ndoa yao. Unapomsikiliza mke anapoongea juu ya mume wake, ataongea madhaifu na madhambi anayoyatenda mume wake tu, lakini ya kwake hathubutu kamwe kuyaongea. Vivyo hivyo, ukimsikiliza mke ambaye haelewani, ukimsikiliza mume ambaye haelewani na mke wake, ataongea madhaifu ya mke wake tu, lakini ya kwake hata thubutu kuyaongea. Tunakuwa wepesi wa kuwahukumu wengine kuliko kupokea au kuyatoa madhaifu yetu. Na Kristo anapowatazama wote anawaona wenye hatia. Na ndio maana hata tukisoma maandiko matakatifu katika Injili ya Yohane sura ile ya 4, Kristo anapokutana na mwanamke pale kisimani, anamwambia nenda kamlete mume wako. Na yule mwanamke anajibu sina mume. Na Kristo anasema kwamba kweli umejibu vyema. Lakini Kristo akaendelea kumwambia kwamba tayari umekwisha kuwa na wanaume 5, lakini hata huyu uliye naye sasa si wa kwako. Ndipo yule mwanamke akasema, amejuaje mambo haya? Basi huyu ni nabii. Na maongezi yakaendelea, na yule mwanamke akatambua makosa yake, na yeye akawa misionari wa kwenda kumhubiri Kristo kwa watu wengine na kusema kwamba nimemwona nabii ambaye ameweza kutambua hata madhaifu yangu na mambo yangu yote ninayoyatenda. Hakika yule nabii. Lakini katika haya yote, je, Kristo anapomtazama mwanamke huyu anataka aendelee kutenda dhambi? Lakini anapomtazama pamoja na kukamatwa katika uzinzi, anaona kuna sababu ambayo imemsababisha yeye kutenda hayo. Labda kutotunzwa na mume wake, labda kutoonyeshwa upendo kwa mume wake, labda vipigo vya mara kwa mara kutoka kwa mume wake, labda ni matusi na dharau anazoonyeshwa na mume wake. Na ndio maana akaletwa pale peke yake. Na dhambi ya uzinzi haitendwi na mtu mmoja, lazima wawe watu wawili. Na Kristo anapotazama kwa nini amekuja mtu mmoja, na hivyo anaona katika hukumu hii kuna mapungufu. Katika hukumu hii
kuna ukandamizaji, hakuna haki, hakuna usawa. Yule mwanamume yuko wapi? Na ndipo wale watu wengine Kristo aliposema asiye na dhambi na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Kristo akainama, akachora chini maandishi, baadaye akainuka, akamtazama yule mwanamke, akamuuliza, washtaki wako wako wapi? Akamuuliza, kuna yeyote aliyekuhukumu? Na akasema kuna Roho. Na Kristo akasema, wala mimi sikuhukumu, enenda zako usitende dhambi tena. Kwa hiyo ni namna gani Kristo anavyomchukulia mtu dhambi? Ni namna gani Kristo ametoa huruma kwa huyu mwanamke aliyekuwa amekata tamaa, aliyekuwa na aibu katika maisha yake, ambaye ameondolewa thamani yake, alikuwa na aibu na akikabili kifo. Tunaona gani ni namna gani Mungu anamchukua mtu aliye dhambi. Mungu anachukia dhambi, lakini hamchukii mtu aliyetenda dhambi. Anamhitaji yule mtu aliyetenda dhambi aweze kufanya toba, kuungama dhambi zake, kuzijuta na kubadili mwenendo wa maisha yake. Ndio maana katika kipindi hiki cha Kwaresma kanisa linatenga muda huu kwa ajili ya toba, kuchunguza dhamiri zetu. Na katika Dominika hii ya leo, Kristo anataka kila mmoja achunguze dhamiri yake na sio kutazama dhambi za watu wengine. Kristo anataka kila mmoja ajihukumu mwenyewe na sio kuwahukumu wengine kwa dhambi walizozitenda. Mwanadamu ni mwepesi wa kuhukumu dhambi za watu wengine ambazo ni tofauti na dhambi anazozitenda yeye. Na pia anapenda kuhukumu dhambi za watu wengine kuliko dhambi alizozitenda yeye, labda watu hawajui au hajakamatwa. Kwa anataka tusiwe wepesi wa kuhukumu watu wengine, lakini tujihukumu sisi wenyewe. Na tunapomtazama huyu mwanamke mzee na tukitazama maisha yetu ya kawaida, tunaishi katika hali gani? Katika kanisa Katoliki kuna sheria inasema kwamba ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja ambao kwa hiari yao wameamua kuishi katika upendo kwa pamoja kama mume na mke. Kwa hiyo kwanza ni uhuru wao wenyewe, lakini ndani yake ni upendo, kuishi pamoja kama mume na mke ili waweze kuzaa watoto na kuwalea vyema katika imani ya kanisa na maadili ya kanisa. Lakini maisha ya sasa tunaona hali ni tofauti. Kwanza, watu wanaweza wakaoana na kuingia katika mahusiano ya ndoa bila kubariki ndoa zao, ndio tunawaita wachumba sugu. Lakini kwa sababu wameamua kuishi namna hiyo bila kupata baraka za kimungu, ndoa ni sakramenti ambapo hawa watu wawili wanapoishi pamoja waweze kujaliana au waweze kusaidiana kupata neema za kimungu, waweze kukamilishana. Ndoa ni sakramenti kama ilivyo ubatizo, kama ilivyo kipaimara, kama ilivyo Ekaristi. Lakini ndoa ni sakramenti, tunasema sakramenti zimegawanyika katika makundi, inategemea na namna utakavyogawana.
Kwanza kuna sakramenti za wazima na sakramenti za wafu. Sakramenti za wafu ndio zile sakramenti zinazotuondolea dhambi. Yaani mtu anaipokea sakramenti hiyo akiwa katika hali ya dhambi ili aweze kuingia katika hali ya neema, ubatizo na kitubio. Na sakramenti nyingine zote 5 zinaitwa sakramenti za wazima, kwa sababu mwenye kuzipokea sakramenti hizo nyingine ni lazima awe katika hali ya neema ya utakaso, asiwe na doa la dhambi. Ndio maana unapopokea Ekaristi Takatifu lazima uwe umebatizwa, lazima uwe umeungama. Unapopokea kipaimara lazima uwe umebatizwa, lazima uwe umeungama. Unapofunga ndoa lazima uwe umeungama dhambi zako. Na kama ni Kristo Katoliki lazima uwe umebatizwa. Hivyo sakramenti zote zinatuita kwenye utakatifu. Lakini kuna sakramenti nyingine, nasema kwamba sakramenti zenye kutuingiza katika Ukristo. Ubatizo unatufanya tuwe washiriki katika jumuiya ndani ya kanisa. Kipaimara tunaimarishwa kwa kupokea Roho Mtakatifu, yule tuliyompata katika ubatizo kwa kupakwa mafuta ya Krisma. Na sakramenti ya Ekaristi inatufanya tumpokee Kristo mwenyewe katika matumbo ya mkate na divai, tuweze kushiriki sadaka ile ya Kristo msalabani na sadaka ile ya altareni. Na ndio maana wapo wakatekumeni hapa, ambapo leo itakuwa ni takaso lao la 3 na la mwisho, ambapo tunawaandaa kuingia katika jumuiya hii ya Kikristo. Zamani wabatizwa walikuwa hawashiriki ibada ya misa takatifu. Walikuwa wanasimama katika milango ya kanisa kuonesha kwamba bado wametengwa na wala hawaruhusiwi kuingia katika ibada za misa takatifu. Na ndio maana tunakuwa na aina za ubatizo: ubatizo wa kawaida, ubatizo wa tamaa, ubatizo wa damu. Ubatizo wa kawaida ndio tunaopata kanisani kama kawaida. Ubatizo wa tamaa ni pale ambapo mkatekumeni amekwisha pokelewa katika hali yake ya ukatekumeni, lakini kifo kinakuta bado hajabatizwa. Ule ndio unaitwa ubatizo wa tamaa. Alikuwa na hamu ya kubatizwa, lakini Mungu amemchukua kabla ya kubatizwa. Huo ndio unaitwa ubatizo wa tamaa. Na ubatizo wa damu ni pale ambapo mkatekumeni anapouawa kwa sababu ya imani yake, kwa sababu ya kutaka kubatizwa, kama vile baadhi ya mashahidi wa Uganda. Wengine walikuwa ni wanafunzi wa mafundisho ya ubatizo, walikuwa bado hawajabatizwa, na hivyo wanapokelewa katika kanisa, na ubatizo wao unahesabika kama ubatizo wa damu, kwa sababu wameshiriki mateso ya Kristo kwa kufa kifo hiki. Lakini hayo yote ni sisi kutuita kuwa watakatifu. Ndio maana katika mwanamke huyu mzinzi, Kristo anataka kuonesha kwamba huruma ya Mungu haina mipaka. Huruma ya Mungu haina kipimo. Huruma ya Mungu haina kifani. Mungu anatoa huruma. Mungu anamsamehe yoyote yule aliyetenda dhambi na yoyote yule anayefanya toba. Daima Mungu yuko kwa ajili hiyo. Ndio maana Yohane anatukumbusha na kutuambia kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele.
Injili ya Yohana sura ya 3 aya 16. Kwa haya yote ni kutufundisha kwamba Kristo amekuja katika kutukomboa sisi tulio wa dhambi. Sote tumetenda dhambi, tunahitaji huruma ya Mungu. Lakini zaidi ya hayo, tunatazama juu ya mwanamke huyu mzinzi na maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Cha kwanza nimesema kwamba ni kwa sababu ya kutothamini ndoa, ndio maana watu wengi wanaanzisha maisha ya ndoa bila kupata baraka za kimungu. Matokeo yake ni kujifungia huduma ya kanisa, kwa sababu milango iko wazi, lakini wao hawataki kuingia. Wanafanana kama vile injili ya Dominika iliyopita, injili ya mwana mpotevu. Yule mtoto mdogo anaomba urithi na kuiacha nyumba ya baba yake na kwenda kutapanya mali. Mali ni nini sasa kwa sisi wa kiroho? Kwamba ni neema za Mungu. Tunapewa neema, lakini hatuoni thamani yake, tunakwenda kuzitupa huko. Lakini tukitambua kwamba tumepoteza ile neema, daima Mungu amefungua milango kwa ajili yetu, tuweze kurudi kama yule mtoto alivyorudi kwa baba yake. Lakini pia hata yule mtoto wa pili anapotoka shambani na kurudi, na yeye aligoma kuingia ndani ya nyumba yake, kwa sababu ndani kulikuwa na sherehe, na akaingiwa na wivu. Kwa nini mimi nimeishi hapa mtiifu, sikupewa hata mwana-mbuzi? Na hivyo akagoma kuingia ndani. Lakini daima Mungu amefungua milango kama yule baba mwenye huruma, anatoka nje na kuwafuata wote wawili. Tunapopata neema ni ndani ya Mungu mwenyewe. Ndio maana hata mwanamke mzinzi alikuwa akisubiri tu kufunguliwa ile huruma ya Mungu. Lakini pia zaidi ya hapo, tuwatazame hata watu walio ndani ya ndoa. Mtu anapokuwa binti, anapotafuta mchumba, anafunga novena, anasoma kitabu cha Mtakatifu Rita wa Kashia, anafunga novena siku 9 kila mwezi. Mungu anamjalia mchumba na anasema, huyu ndiyo chaguo langu, huyu ndiye mbavu wangu. Lakini wanapofunga ndoa na kuishi mwaka wa kwanza vizuri, wamepata mtoto wa kwanza, wamepata mtoto wa pili, wamepata mtoto wa tatu, wamepata mtoto wa 4, mafarakano yanaanza. Wanaanza kushushiana heshima, na baadaye inakuja kudhihirika nini? Kwamba hawa watu wamefunga ndoa kanisani ya mke mmoja, lakini mwanamume huyu anaishi na mke mmoja ndani ya ndoa, lakini na vimada kadhaa nje ya ndoa. Na wakati mwingine anazaa hata watoto nje ya ndoa yake. Na wakati mwingine kwa sababu ya heshima alionayo ndani ya jamii, kwa sababu ya status yake katika jamii, kwa sababu ya heshima anayopewa huko kazini, anawatelekeza hata wale watoto aliozaa nje ya ndoa. Anakuwa yeye anaishi kwa furaha, yeye na mke wake wa ndoa na watoto wake, lakini anawaacha wale watoto wengine wakihangaika. Na ndipo wanapozaliwa watoto wa mitaani, na wakati mwingine ndipo wanapozaliwa watoto yatima, lakini wazazi wao wanafurahia maisha. Lakini hata ndani ya ndoa kunakuwa na mvurugano na mafarakano. Maana kuna msanii mmoja, kundi la wasanii waliimba kwamba kuna mtu na mke wake wanaishi, na yeye aliimba namna hii. Ana mke, yeye aliimba, mjaribu kutafuta ile tuni alivyoimba. Ana mke mmoja wa pili, ana mke mmoja wa pili wa kudokoa.
anapenda mambo ya kudoea. Lakini akarudi na upande wa pili, mke wake yuko vile vile, ngoma draw. Ana mume mmoja wa pili wa kudokoa, anapenda mambo ya kudoea. Kwa hiyo ndivyo mara nyingi maisha ndani ya ndoa yalivyo, na hapo ndipo unapozaliwa uzinzi. Na pia tunashusha thamani katika tendo la ndoa, kwa sababu wanandoa wanapofunga ndoa yao, tendo la ndoa ni takatifu, kwa sababu ndani yake ndipo wanapofanya kazi ya uumbaji. Lakini kwa sasa tena imekuwa sio sehemu ya kupata neema na baraka za Mungu, sio sehemu tena ya kuendeleza uumbaji wa Mungu. Tumebadilisha maana. Tendo la ndoa imekuwa ni sehemu ya kutafuta starehe na raha za muda hapa duniani. Tendo la ndoa limekuwa ni biashara, kwa sababu mtu anatumia tendo la ndoa ili kujipatia kipato, kukidhi haja zake na mahitaji yake. Ndio maana tunaona tu watu wanafanya kiholela na wanaona kwamba ni hali ya kawaida, lakini tunapoteza neema zile za Mungu. Lakini haya yote yanasababishwa na nini? Ndio maana Kristo anapomtazama huyu mwanamke, na hakuna mwanaume aliyeletwa naye, labda anapomtazama anaangalia ni kwa sababu ya mambo ambayo nimekwisha yasema. Labda ni kipigo kwa mume wake, labda ni kutotunzwa na mume wake, labda ni dharau na dhihaka anazoonyeshwa na mume wake, na hivyo anaanza kutafuta faraja sehemu nyingine. Lakini faraja hii inatafutwa mahali pasipo stahili. Ndio yanapotokea mambo kama haya, ambapo matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni fedheha na aibu. Lakini tunajifunza nini? Zaidi ya kuwahukumu wengine, zaidi ya kuwalaumu wengine, kuliko kujitazama sisi, tufanye nini ili kurudisha hali na hadhi ya maisha yetu kama mwanamke aliye katika ndoa, kama mwanamke anayejiandaa kuishi maisha ya ndoa, au kama mwanamume anayeishi katika ndoa au anayejiandaa kuishi maisha ya ndoa. Ni kitu gani kinachokosekana mpaka tunaishi maisha, mpaka mtu au watu wanaingia katika dhambi hii ya aibu, na tunaishia kupata aibu kwa sababu ya kulaumiwa, kwa sababu ya kuhukumiwa. Lakini pamoja na hayo, tukumbuke kwamba Mungu wetu ni mwenye huruma. Lakini zaidi ya hapo, Kristo anapomtazama yule mwanamke anamwambia, usinenda nami sikuhukumu, nenda zako usitende dhambi tena. Kristo anataka mwanamke huyu abadili maisha yake, ajiondoe katika hali ile ya aibu, ajiondoe katika hali ile ya kutothaminiwa, arudishe hadhi yake ya utu, arudishe thamani yake ya utu, abadili mwenendo wa maisha yake, afate ule wito wetu wa kwanza kwa Mungu. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu akasema, na sasa na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 na aya 27, Kristo neno la Mungu linatukumbusha kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na hivyo
sisi tunaitwa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ya 2, Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli watakuwa watakatifu kama vile mimi Mungu wenu nilivyo mtakatifu. Huo ndio wito wetu wa kwanza, kuwa watakatifu. Maneno hayo ambayo Kristo anayarudia katika hotuba yake ya mlimani, Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48, anasema kwamba nani mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na hivyo maisha yetu ya hapa duniani ni ya mahangaiko, kwa sababu wazazi wetu wa kwanza walitenda dhambi wakahukumiwa. Mapato ile dhambi ya wazazi wetu wa kwanza inatukumba hata sisi, na sisi tupo katika maelekeo ya kutenda dhambi daima. Na hivyo sisi tunakuwa katika mahangaiko, mapambano ya kuwa watakatifu, ya kutafuta Mungu. Tupo katika mapambano. Mtakatifu Agustino anatoa sentensi mbili ambazo mara nyingi waga anazirudia. Anatuambia kwamba Mungu alikuumba wewe pasipo wewe, na hata kukomboa wewe pasipo wewe. Kwa hiyo Mungu anahitaji jitihada zako ili uweze kukombolewa. Jitihada hizo ni zipi? Ndio masakramenti, ndio sala, ndio matendo. Tukifahamu kwamba ni madhambi, je, tunafanya toba? Tunaungama dhambi zetu? Tunajuta yale ambayo tumeyatenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Au tunakuwa wa kwanza kwa hukumu wengine kwa dhambi walizotenda zaidi ya zile tulizozitenda sisi wenyewe? Kwa kufanya hivyo, tunahitaji mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Tujinasue kutoka mitego ya adui, tujinasue kutoka mitego ya Mungu Shetani, turudi katika njia ile ambayo Kristo anatufundisha. Ndio maana tupo katika mapambano. Na zaidi ya hapo, Mtakatifu Agustino anaendelea kutuambia kwamba Mungu, roho zetu hazitatulia mpaka zitakapotulia mbele ya uso wako. Kwa hiyo daima tupo katika mapambano. Tunatafuta amani ya kweli ambayo inapatikana kwa Mungu mwenyewe. Tunahitaji huruma yake kwa dhambi tulizozitenda. Tunahitaji kuishi na kurudi katika pendo lake. Yeye akiwa ametufungulia milango, hii milango ikiwa wazi, basi tuweze kuingia na kuishi katika pendo lake. Na kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Ndio maana katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni hodi nanyi mtafunguliwa. Sisi tunachotafuta ni nini? Ni huruma na upendo na msamaha wa Mungu. Huruma isiyo na mipaka, huruma isiyo na kikomo, huruma isiyo na kifani. Tunahitaji upendo ule wa Mungu ambao anatukubalia sisi. Tena tukiwa katika hali ile ya dhambi, tunapokuwa mbali naye, basi tukitubu, yeye yuko tayari kutunyoshea mikono. Ndio maana Kristo akiwa juu msalabani amepanua mikono yake, si kwa bahati mbaya, lakini akituonyesha kwamba, anasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kuhangaika na mizigo, nami nitawapa pumziko. Jivikeni nira yangu, tena nira yangu ni laini